Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Leo nataka nizungumzie sababu zinazopelekea kufika kileleni mapema au kabla wakati wa tendo la ndoa. Tendo hili hutokea pale mwanaume anapomuingilia mwanamke kimwili na humchukua dakika 1 ama 2 tu kumaliza tendo. Baada ya hapo hukoswa hamu ya kuendelea tena na uume wake huwa imelegea. Sababu nyingine ni kupania kuwa na hamasa kupitiliza, kuwa na uoga na matatizo mengine ya kisaikolojia. Uwezo mdogo wa ngozi ya uume kuhisi au kupata mguso wakati wa tendo la ndoa na matatizo ya neva za mwili wake. Sababu nyingine ni uume kushindwa kusimama, erectile dysfunction, kutokana na kuregea kwa msuli wa pelvic floor muscular. Kiwango kidogo cha homoni, uzalishwaji hafifu wa kemikali kwenye ubongo, neurotransmitters. Sababu zingine ni za genetics, maambukizi, hususani magonjwa ya zinaa na matatizo ya uvimbe katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Dalili za kufika kileleni mapema au kabla wakati wa tendo la ndoa. Kumaliza mapema au kabla ya tendo la ndoa. Tatizo hili huweza kuwatokea hata wale wanaofanya punyeto, wanaweza kufika kileleni mapema tu. Lakini wakati huo huo kufanya punyeto ni sababu mojawapo ya tatizo. Dalili zingine ni kuboreka, kughadhabika na uoga wa kukimbilia au kumkaribia mwenzi wako kimwili. Tafiti zinaonyesha kuwa kati ya wanaume 3, wanaume mmoja ana tatizo la kufika kileleni mapema au kabla wakati wa tendo la ndoa. Hii tatizo kwa kweli linakosesha raha, amani sana. Yaani usikubali kuliacha liwe sugu, litakusumbua sana, litakupatia stress sana. Sasa basi, unachoweza ukifanya ni kuonana na madaktari bingwa au madaktari au watu wenye uwezo wa kusaidia jambo hili kuepukana na kuwahi mapema. Tunasema unaweza wakati wa tendo la ndoa au kabla. Unaweza ukamaliza wakati wa tendo la ndoa au kabla ya tendo la ndoa. Nini inamaanisha kwamba unasema mwanaume anaweza kamaliza kabla ya tendo la ndoa? Ina maana unakuta mmekumbatiana tu na mwanamke kitandani au sehemu mmekumbatiana, mnajiandaa kwa ajili ya tendo la ndoa, lakini bahati mbaya au nzuri mwanaume hutokea kwamba anakuwa tayari ameshamaliza. Wakati mwanamke anawaza kufanya tendo la ndoa, unakuta mwanaume uume umesharegea. Hili ni tatizo la kisaikolojia ambao ni baadhi ya mambo nimekueleza hapo juu. Ni dalili ambazo zinaweza zikakufanya wewe uwe mnyonge au kupoteza kabisa uwezo wako wa kufanya tendo la ndoa. Basi kwa hiki ninachokueleza, unaweza ukanitafuta tukatafuta solution ya kuweza kutatua tatizo lako likakusaidia pia, au nikakuweka kisaikolojia ili kuondoa stress na msongo wa mawazo uliokuwa nayo, au we mwenyewe kujimaintain kwamba haya mawazo umeyaweka ni makubwa sana ya kuingiliana kimwili na mwanamke uliokuwa naye. Basi kwa leo naomba niishie hapa, ila kama utahitaji msaada zaidi wa tatizo hili, dalili za kufika kileleni mapema au kabla wakati wa tendo la ndoa, unaweza ukanitafuta nikakupa ushauri. Kwa namba zangu ni 0689548762. Kuna package ambazo tunazo zinaweza kukusaidia wewe. Tunaweza tukakupa package ukatumia na ili tatizo lako litaisha na litapotea kabisa. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu. Karibu tena siku nyingine. Asante.